Rahma na baraka zake zikufikie popote pale ambapo unafuatilia matangazo yetu haya Istiqama Swahili TV katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu, na tunakukaribisha kwa malengo makubwa kabisa ya kuendelea kunufaika na vipindi vyetu mbalimbali hapa Istiqama Swahili TV. Lakini kwa sasa ni wasaa muhimu kabisa wa kipindi cha dini na afya yako, dini na afya yako, na tunaamini kwamba kipindi hiki cha dini na afya yako kitakuwa au kimekuwa na mchango mkubwa sana katika kukufahamisha na kukuelimisha kutokana na masuala mbalimbali ya afya ya mwanadamu, ambayo bila shaka ni muhimu sana Muislamu kuamini au kufahamu na kuyaelewa na kuyajua, pia halikadhalika kuweza kuyafanyia kazi pale ambapo inabidi. Na bila shaka ndivyo ilivyo kwamba baada ya ukumbusho unafaa kufanyia kazi, na ndio utapata faida ya ukumbusho ambao umepatiwa. Kama kawaida tunakuwa tunawaalika madaktari mbalimbali kutoka mataifa, kutoka maeneo mbalimbali, bila shaka katika kwa malengo ya kuweza kuelimisha, kama nilivyotangulia kusema kwamba masala ya afya zetu, tukiwa ni Waislamu tunafaa kujali afya zetu, na bila shaka hii ndio sehemu ya neema ambazo Allah ametujalia. Naitwa Said bin Musa, lakini pia tuko naye hapa tabibu wetu ambaye kama ilivyo kawaida tunakuwa nao hapa matabibu mbalimbali. Basi na leo hii alhamdulillah, katika kusimamia lengo hilo tunaye hapa inshallah. Baada ya muda mfupi atajitambulisha, na baada ya hapo tutaingia mubashara katika malengo ya kipindi chetu kama vile ambavyo tumetangulia kusema. Lakini kwa wewe ambaye mtazamaji wetu mpya, basi usisahau kusubscribe, lakini pia kulike, kadhalika kusambaza kwa wengine, yani kushare, lengo ikiwa ni kuweza kusambaza zaidi taaluma hii ya dini ya Kiislamu, lakini pia taaluma ya afya zetu kama ilivyo kawaida na kama lengo la kipindi linavyosema. Basi karibu sana, kwa fahari kubwa sana tunaye hapa daktari ambaye Dr. Muhammad Said, Dr. Muhammad Said, na inshallah atakuja kutueleza kitu gani ambacho leo hii ametuandalia na kwa malengo gani pia. Na baada ya hapo utapata nafasi pia na wewe kuweza kuuliza maswali yako kwa kutumia nambari ambazo zinapita hapo, lakini pia hata kwa kutuwekea ujumbe wa maandishi katika sehemu hapo ya kuchat ama live chat. Inshallah tutakuwa pamoja hadi mwisho wa kipindi, tuamini hivyo, na kwa uwezo wa Allah utapata kunufaika na yale ambayo Dr. Muhammad Said leo hii ametuandalia. Na nikwambie mtazamaji wetu kwamba leo hii tupo hapa mwana na baba au baba na mwana, Muhammad Said, na mimi hapa naitwa Said. Karibu sana Sheikh au Dr. Muhammad Said kwa ajili ya kumsalimia mtazamaji wetu. Karibu sana pia kwa mara nyingine tena katika channel yetu hii Istiqama Swahili TV. Naam, karibu sana Said. Naam Sheikh. Shukran. Naam, karibu sana kumsalimia mtazamaji wetu inshallah. Naam. Nashukuru. Kwanza tuwasalimie ndugu watazamaji. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunatumai nyote mwazima kwa mara nyingine tena. Tupo katika kipindi chetu hichi cha kujitambua vizuri afya zetu, na pia katika upande wa dini kidogo. Naam. Mambo yanaendaje? Kwa hiyo leo tupo katika somo jipya ambalo tofauti na lile ambalo tulikuja awali. Tutalichambua inshallah. Naam, inshallah. Na tumepata taarifa kwamba leo hii tazungumzia tatizo ama ugonjwa wa kuganda damu katika mishipa. Bishaka Dr. Muhammad Said, na labda tuingie moja kwa moja katika lengo ama katika mada. Inshallah bismillah, tutaangalia tatizo kitaalamu linaloitwa deep vein thrombosis. Kuganda kwa damu katika mishipa ya ndani kabisa kwenye mwili wa mwanadamu. Okay. Kwa hiyo kabla hatujaenda kwenye huu ugonjwa wenyewe, kuna haja ya kutoa tanbihi kidogo na utangulizi mfupi kuhusu mwenendo mzima wa damu kwenye mwili wa mwanadamu, ili wapate kufahamu damu inapotoka kwenye moyo inaelekeaje, na inaenda mpaka wapi, inarudi wapi, safari yake nzima iko vipi. Tukishaifahamu hii, ndio tutakwenda sasa kwenye hii sehemu maalum ya hili tatizo. Itakuwa tayari ndugu watazamaji na jamii kwa ujumla washafahamu tunapokwenda kujadili hili tatizo ni sehemu gani na lina ukubwa gani kwenye jamii yetu. Kwa hiyo
Kwa kipengele cha awali kabisa tunakumbushia mzunguko wa damu uko vipi ndani ya mwili wa mwanadamu. Najua watu wanafahamu moyo ndio pampu yetu ya kusukuma damu. Ndio. Na wengi wanajua mpaka upande ambao moyo ulipo, kama upo upande wa kushoto kwenye eneo la kifua. Sasa kawaida damu inakuwa na mishipa aina mbili kuu. Mshipa ambao unachukua damu iliyokuwa safi, utapeleka sehemu ukatumike. Ili sehemu inayohitaji damu, inayohitaji oxygen, inayohitaji virutubisho ivipate. Kwa hiyo kama ni kwenye macho, kwenye nywele, kwenye miguu, kwenye misuli, sehemu zote za mwili, mishipa hii kitaalamu inaitwa arteries, na Kiswahili chake huwa ni hivyo hivyo tu. Mishipa ya artery ambayo inabeba damu safi, iliyokuwa tayari ishaenda kuchujwa, imesafishwa kwenye mapafu, imebeba ile hewa ya oxygen. Sasa moyo unasukuma kwa mara nyingine kwenda juu kichwani, kwenda mikononi, kuja kwenye tumbo na sehemu za chini za mwili. Kwa hiyo mzunguko wa awali inakuwa ni kupeleka ile damu ambayo ni safi. Ile damu ikishatumika kikawaida, inabidi irudishwe tena kwenye moyo, alafu itapelekwa kwenye mapafu kwa ajili ya kutoa zile hewa chafu, ibebe tena hewa iliyokuwa safi. Kwa mishipa hii inairudisha tena damu kuja kwenye moyo kwa mara ya pili. Hii kitaalamu inaitwa vein. Yani mishipa inayorudisha sasa. Safari yake ishafika mwisho, inarudi tena kutafuta moyo ulipo. Sasa hii ndo vein. Kwa hiyo na vein zimejigawa sehemu mbili. Kuna vein ambazo zipo ndani ya misuli ambazo kawaida huwezi kuipata kwa kushika. Ipo ndani deep. Na kuna misuli ambayo inarejesha damu lakini ipo juu juu, superficial. Ipo juu juu karibu ya ngozi. Kwa hiyo inakuwa inaitwa superficial. Kwa hiyo kuna deep ambayo imo ndani zaidi na superficial ambayo iko juu. Kwa hiyo aina za vein hapa tumeziona ziko mbili, kwamba zile ambazo zinarejesha damu lakini imo ndani kabisa katikati ya misuli, mishipa yake narudi. Kwa hiyo itakuwa inaitwa deep vein. And then tukuja tukiangalia ugonjwa wetu umeitwa DVT, deep vein thrombosis. Kwa hiyo maneno mawili tayari tushajua maana yake. Hii deep vein ni mshipa wa ndani ambao unarudisha damu kuja kwenye moyo. Thrombosis ni nini? Tutakuja hatua yake. Tuelezee hichi thrombosis ndio kitu gani. Japo ulikuwa ushatanguliza kwamba ni ile kuganda kwa damu. Kwa hiyo ndio hiyo thrombosis. Kwa hiyo thrombosis maana yake ni kuganda kwa damu kwenye deep vein, kwenye ile mishipa inayorejesha damu juu iliyokuwemo ndani. Sio hii ya juu juu. Kwa hiyo kwa upande wa damu inayokwenda chini kwenye miguu, ndio sehemu ambayo maarufu sana kutokea matatizo haya. Tunataka tuone kidogo kuna historia gani na nini kimepatikana hapa, ili tujue huu ugonjwa wetu umetokea sehemu gani. Kawaida damu unapokwenda chini kabisa ya mwili, muda mrefu Sheikh Said tunakuwa tumekaa hivi, wanasema upright, maana kichwa juu miguu chini. Muda mrefu wa mwanadamu. Mpaka labda usiku usharudi baada ya isha na nini, ndio unaenda kujipumzisha, unakaa tambarare hivi. Lakini ukishtuka tu tuko upright, tumesimama vile kawaida kabisa vile. Sasa swali linakuja, huku juu tuna moyo wa kusukuma damu maeneo yote. Damu unakwenda kwenye kichwa, rahisi kurudi kwa hivi tulivyokaa. Lakini swali linakuja, je, damu iliyokwenda miguuni chini imefika mpaka kwenye nyayo kabisa, inarudi vipi juu kwenye moyo kwa mara pili? Kuna pampu nyingine chini au tunairudisha vipi juu? Na safari inakuwa ni kupandisha mlima sasa. Sasa hili swali anaweza kama mtu binadamu yupo anaenda narudi, lakini hajawahi kujiuliza swali kama hili, kwamba moyo tunao mmoja unaosukuma damu kusambaza maeneo yote. Lakini je, damu inafika mwisho wa safari yake pale kwenye nyayo, inarudi vipi juu? Inawezekana pia ni vile kukosa taaluma ya afya kabisa. Sasa ndo haya tunayoelewesha jamii wapate kufahamu kwamba kuna umuhimu wa hizi elimu zinazotolewa watu kuzisikiliza kwa makini, kwa sababu haya matukio ya afya ni tofauti labda na elimu tuseme ya kompyuta na vitu vingine, kwamba ukitakapohitajia ndio utakapoitumia. Kwenye afya kila mwanadamu anahusika na kila wakati, maana lazima unahusika na lazima kuna jambo linaweza likajitokeza. Ukishakuwa na elimu nalo, rahisi kuweza kujiepusha au kujikinga na yale madhara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio tukaambiwa kwamba ametukuka, ni kwamba ameweka kitu chini kwenye hii miguu yetu,
ambacho kitaalamu kimepewa jina la moyo wa pili. Kwenye Qur'an tumeambiwa kwamba Mwenyezi Mungu hajajalia mwanadamu mmoja kuwa na mioyo miwili. Bila shaka. Lakini kisayansi hapa upo moyo wa pili, lakini si kama ulivyo moyo, ila moyo wa pili upo. Kuna msuli umepewa jina hilo la moyo wa pili. Misuli ya kwenye kigimbi chako miwili ile. Mishipa damu inayopita katikati ya msuli ule. Ile misuli ndio inafanya kazi ya kubana na kuachia, kupampu ile damu isukumwe ende juu. Kila unavotembea, unavonyanyua miguu na pinda na nini, ile msuli ndio unakunja, unaachia. Ile damu unaipush kwenda juu, na alivyoumba zaidi ni kwamba damu ile haitorudi chini kirahisi. Sasa hapa kwa wataalamu maengineer wanafahamu kuna kitu kinaitwa one way valve. Valve inaruhusu safari ya njia moja tu, maji yaende mbele tu, yasirudi nyuma. Ikitokezea kwa mfano kuna watu wanaokaa labda majumba michenzani kwenye ghorofa na nini, au wana mahodhi wanaopandisha maji juu, yale maji ukiwasha mashine yanapanda, ukiizima huwa yale kwa kwenye pipe yote yanarudi. Kuna sehemu yanazuiwa, kwa sababu kama utayaachia yarudi tu, ukiwasha tena mashine haitopanda tena, kwa sababu kuna hewa itakuwa tayari imejijaza katikati. Sasa na binadamu ameumbwa namna hiyo. Kuna valve ambayo inaitwa one way valve, zipo kwenye hii mishipa miguuni, ambayo itapandisha damu juu bila kuiruhusu irudi nyuma. Kwa hiyo zile valve kila msuli unapokunja inafunguka, inasukuma damu juu. Ukirelax, ukijiachia, damu inazuiwa na ile valve. Ile valve inajifunga kwamba damu isirudi chini. Sasa ikitokezea kwenye huu mshipa wa ndani ambao damu yake unaenda mwelekeo mmoja tu wa juu, valve yake aidha kuna kitu kimeganda katika zile damu, zile seli zimeshikana zikafanya kibuje cha damu, ikaifanya ile valve sasa izidiwe, kwa sababu kila tunapopush ile damu iende juu inakutana na ukinzani. Kuna kitu kimezuia, kuna kitu kimezuia. Kwa hiyo kuna kizuizi. Ile damu baada ya kwenda juu zaidi itakuwa inaenda narudishwa nyuma. Baada ya muda unaharibu ile valve, kwa sababu ni misuli tu midogo. Baada ya kuwa ijizuie sifungukie chini, sasa itakuwa inafunguka juu na chini. Inamaanisha damu itakuwa inapanda na kushuka. Kwa hiyo ile safari inakuwa ni vurugu mechi. Nenda mbele, rudi nyuma. Nenda mbele, rudi nyuma. Sasa hapa ndio tunakuja kwenye ugonjwa wetu unaoitwa deep vein thrombosis. Kuganda kwa damu kwenye mshipa ya ndani inayorejesha damu kuja kwenye moyo. Kwa hiyo safari ndio iko hapa. Mashallah, shukrani sana. Huyo ni Dr. Mohamed Said. Hiyo nikiwa ni mkadima, utangulizi, na bila shaka kutokana na utangulizi huu mtazamaji wetu utakuwa tayari umeshapata mwelekeo namna gani tutakwenda. Na sasa moja kwa moja pale Dr. Mohamed uliposema kwamba kuna kuwa na ile kushuka moja kwa moja na hakuna yani pale tulipoanza mwanzo pale nikajua labda kuna ushauri kwamba ifike wakati binadamu kwamba mara nyingi tunakuwa tunatumia muda kwa kukaa, tuelekea hivi maki kichwa juu miguu chini. Sasa labda kuna pengine kuna ushauri kwamba kila yani kifikia muda mtu alale kidogo. Tutazungumza hayo baada ya tiba. Takuja mwishoni kabisa tutawapa ushauri, kwa sababu kuna changamoto nyingi zinajitokeza ambazo lazima zitolewe ushauri leo na nasaha. Kwa hiyo tutafahamisha inshallah. Na basi tuje sasa moja kwa moja hii DVT ambayo tumeisema hapa ni nini sasa, maana yake ni nini? Maana yake DVT ama deep vein thrombosis ni kwamba ndio kama tulivyozungumza, ni maana fupi kabisa. Kuganda kwa damu kwenye mishipa ya ndani inayorejesha damu juu kwenye moyo. Kwa hiyo hii mishipa ipo pia mikononi na ipo pia kwa miguuni, kwenye mapaja kwenda chini kote ipo. Ila sehemu maarufu sana ambayo inatokeza tatizo hili ni kwenye mishipa ya ndani ya miguuni. Kwa hiyo ndio maana leo tumechukua nafasi hii na tunashukuru Istiqama kwa kutukaribisha kuweza kuitoa elimu hii na wataiona faida yake ndugu watazamaji. Na ipi sababu kubwa ya tatizo hili? Sababu wamezigawa kwenye magrupu matatu wataalamu. Ndio. Kuna grupu la kusema damu yenyewe kupunguza ile safari yake. Yani kitaalamu inaitwa stasis, yani kwamba kama kutuama kwa ile damu. Kwa hiyo kutuama kwa damu kuna hali nyingi tofauti.
inaweza kama imetuama kutokana na mgonjwa alivyo mwenyewe. Kwa mfano kuna wagonjwa wetu ambao wanapata kwa mfano labda hizo stroke kiharusi. Amepoteza fahamu mgonjwa au ana matatizo mengine, miguu haifanyi kazi, ameparalyze na chochote. Kikamfanya kwamba yule mgonjwa awe amelazwa kitandani muda mrefu, hana harakati. Aidha hana fahamu kabisa au anafahamu lakini hawezi ile mwenyewe kutembea. Kwa hiyo hii itapelekea kwenye hii namna ya kwanza ya sababu inayosema kutuama kwa damu. Mfano mwingine ni kama watu wanaosafiri masafa marefu kwa ndege au kwa safari zozote. Kuna watu kama labda bara wanaendesha malori muda mrefu bila kushuka, kujinyosha kidogo. Kuna watu wanapanda matreni muda mrefu. Au safari za ndege wanaokwenda masafa marefu sana, masaa 5-6 kwenda mbele, ile damu inakuwa imetulizana muda mrefu. Kwa hiyo kwa sababu huna harakati, umekaa kwenye ndege, kama ni muoga mwingine anaogopa hata kunyanyuka kutembea kwenye cabin kidogo ana taabu, au kwenda chooni na kurudi, yani anataka alale. Au kuna wengine ambao wana tabia labda za utumiaji wa vilevi. Anaweza kaingia kwenye ndege akatumia kilevi ili alale, ataamka karibu ya kufika, asipate ile machofu ya safari. Kuna watu wanafanya hivyo. Wanafanya. Na kuna ndege zinaruhusu kabisa wanapewa baadhi ya vilevi kwenye ndege. Kwa hiyo au ukaaji pia umekaa kwenye ndege alafu ukakaa ile mkao unaitwa namba 4. Manake umeblock ile damu na uriju umezidi kuibana isirudi vizuri. Kwa hiyo sio mkao sahihi sana. Si mkao sahihi. Hata maofisini pia si mkao sahihi. Kuna watu pia wanakaa maofisini kazi zao muda mrefu, yuko busy, amezongwa na mambo mengi. Anaweza kukaa kitako zaidi ya masaa 6. Bila kunyanyuka. Hata sisi ambao tunahudumia wagonjwa hospitali, unaweza kuwa wamekaa foleni imekuwa kubwa sana, ukakaa kitako tangu saa 1:30 asubuhi, unataka kunyanyuka labda ni adhuhuri. Kuna kuta kama hujafahamu ya matatizo na hizi changamoto, unaweza ukajisahau ukashughulika na wagonjwa, ukawa umekaa muda mrefu, ukasababisha ile kutuama kwa ile damu muda mrefu. Na grupu la pili ni tunasema mazingira ambayo inakuwa damu ina hali ya kuganda kwa haraka kuliko kawaida. Kama wajawazito na baadhi ya maradhi ambayo inakuwa ni ya kurithi au mengineyo ambayo inakuwa damu ina uwezo wa kuganda kwa haraka kuliko hali ya kawaida. Kwa sababu maumbile ya damu ilivyotengenezwa ni kwamba iwe kwenye mizani baina ya kuganda na kuvuja. Yani iwe damu haijawa nyepesi sana, inaweza ikamwagika popote. Ukipata jeraha ikachuruzika tu. Na wala isiwe tena nzito ikawa ikienda kidogo inaganda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwenye mizani ambayo damu ipo kwenye fluidi ambayo ni kama maji yasiyoganda wala wasiyomwagika kirahisi. Ikianza kumwagika iwe tayari inaweza kujizuia kwamba isimwagike. Kwa mizani hii kuna baadhi ya maradhi ambayo au hali ya ujauzito, kwa sababu ujauzito tayari inakuwa ni hali ambayo damu inaweza kuganda kwa haraka. Kuingia tu mtu kwenye ujauzito tayari anakuwa anaweza kugandisha damu kwa haraka, ni maumbile yalivyo. Kuingia tu kwenye mimba iko hivyo. Na mengine ni matumizi kama sigara na vitu vingine ambavyo si vizuri kwa afya, vinaweza vikapelekea matatizo kama haya. Alafu chengine ni jeraha. Kama umetokezea ajali na nini ukapata jeraha kwenye ile mishipa ya damu ya ndani, inaweza pia ikachangia damu kuganda kwa haraka, katengeneza kibuje ambacho kikasumbua ule mwenendo wa damu. Kwa hiyo ni grupu hizi 3 ambazo kubwa. Ila sehemu muhimu ambayo inatuumiza wanajamii wengi ni hapa kwenye ulezi wa wagonjwa. Wagonjwa wetu, wazazi wetu, hawa watu wazima ambao pengine wamepata, unajua tuna wagonjwa wengi wanapata stroke, hizo harusi kwa sababu ya pressure ama kisukari. Kwa hiyo wagonjwa hawa wanakuwa ni kama mzigo kwa baadhi ya watu kwenye malezi yao kipindi kile wanaumwa. Kwa mgonjwa amelazwa nyumbani muda mrefu, wale watoaji wa huduma wa nyumbani kama hawajawa makini na ule uchamungu wao wenyewe, yani ukawaendesha vizuri kwamba hii ni pepo, tuihudumie vizuri, hizi ni pepo zetu wenyewe, wanaweza wakachoka au kwa vile hawafahamu, hawana ule uelewa wa kwamba nini kifanyike, kwa sababu mgonjwa haruhusiwi kulazwa zaidi ya masaa 2 bila kugeuzwa upande mwingine. Kwa kuna wengine wako majumbani wamepoteza fahamu, lakini wanapata majeraha yale ya kulala kitandani tu muda mrefu. Anafanya kidonda mtu mgongoni au sehemu ya kiuno, anafanya kidonda kwa sababu kalazwa muda mrefu. Kisheria hairuhusiwi zaidi ya masaa 2
mgeuze huku, ageuze huku, ageuze huku, tutakuja kueleza kwenye zile nasaha. Lakini hapa ndo sehemu kubwa ambayo tuna wasiwasi nayo. Tunataka ndugu watazamaji wapazingatie zaidi, kwa sababu tunafahamu tuna wagonjwa wengi majumbani na wafahamu mwelekeo mkubwa na hali hatarishi ya kupata huu ugonjwa wa DVT huu ambao tunawaendesha, sababu wale ni kama ni watoto ule unamfikiria kabisa, yani kila kitu upange wewe kwamba sasa hivi nahisi huyu ana kiu, sasa hivi huyu nahisi atakuwa anaumia humlala. Kwa hiyo haya ndo tunataka tuyashauri pia mwisho, ila wafahamu huu ugonjwa ulivyo, na wao hawa wazee ndo wapo kwenye hali hatarishi sana kuliko wote. Wazee hawa ambao wako majumbani au wagonjwa watu wazima wale ambao wapo hospitali, mnajua namna ya hospitali tunafahamu wenyewe, na kuna dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya kuepusha hili tatizo, kwa sababu lina madhara makubwa sana ambayo tutakuja kuyaona kwenye madhara ya huu ugonjwa. Ndio, mashallah. Haya, Dr. Mohamed, inawezekana kwamba huu ugonjwa kwetu tulio wengi ni kwamba ni mgeni kwa kiasi fulani. Sasa sijui kuna dalili gani ambazo zikionekana tunajua kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa DVT. Ndio. Na dalili inakuja kutokana na ile tulivyoelezea ile fiziolojia au ile tatizo lilivyoanza. Tulisema damu inakuwa inashuka chini kikawaida. Halafu ikishafika chini inarudi juu. Misuli ndo inasaidia ile damu irudi juu vizuri. Kila unavyotembea, unavyokunja na kukunjua, unafanya mazoezi, umeruka, umekunja, umenyosha miguu, namna hiyo unaisaidia irudi juu. Linapokuwa tayari limetokeza ile tatizo la damu kuganda kwenye ile mishipa ya damu ambayo inarudisha juu, maana yake kwa kiwango kikubwa damu itakuwa haiwezi tena kurudi kama ilivyokuwa inatakiwa irudi juu kwenye moyo. Kuna kiwango kidogo tu ambacho kitakuwa kinakuja, lakini kingi kitakuwa kinabakia pale kwamba kimezuiwa kisirudi. Lakini tusisahau ule moyo bado unaendelea kupampu kuishusha ile damu. Unashusha ile damu. Sasa mwenendo huu damu inaletwa lakini hairudi. Inayokwenda kama ni 100%, inarudi 30%, 70% inabakia pale chini mguuni. Nadhani hapo watakuwa washaanza kupata picha, ndugu watazamaji, nini kitaanza kujitokeza. Manake mguu utaanza kuvimba mguu, kwa sababu tunausukumizia damu nyingi isiyorudi vizuri. Kimi na kile kiwango maalum ambacho kinahitaji, ambapo tunataka inayokwenda kama ni 100 irudi 100. Kama inakwenda 100 narudi 30, hii 70 itasababisha mguu uanze kufanya nini? Kuvimba. Na kwa sababu unavimba kwa haraka, mguu utaona unapiga kama wekundu au kubadilika rangi. Na mara nyingi utakuwa na maumivu makali sana kwa sababu ya kupanua ile nafasi ile kuwepo. Kwa hiyo anakuwa na maumivu, mguu ukimgusa tu unaumia na umepiga wekundu na unakuwa umevimba. Nadhani hizi dalili zimefahamika vizuri kwa mujibu wa ule ugonjwa wenyewe ulivyo. Na dokta, hapa ni jambo ambalo linafaa kuzingatiwa sana, sababu kuna wakati mwingine kumbe tunasingiziana watu mitaani kwamba mzee fulani ukishafanya mambo yake hapa, lakini kumbe ni tatizo la hospitali, la kitaalamu kabisa. Tunasingiziana huko mitaani, bwana huyu kisharogo au kakanyaga kitu, kumbe ni jambo ambalo kwa sababu kavimba mguu mmoja tu, kwa sababu huu mwenendo unaanza kutoa damu imevimba kwenye mguu mmoja tu. Si sana kutokezea miguu yote miwili. Mara nyingi inakuwa kilichoziba upande mmoja. Tofauti na magonjwa kama figo, wale ambao wamefeli mafigo, wamefeli moyo, wale mara nyingi inakuwa na vimba pande zote mbili kwa sawa sawa. Lakini ugonjwa huu wa DVT pale palipoziba ndo pataonyesha dalili upande ule. Kwa hiyo huwa mara nyingi sana kwa 1% kubwa unajitokeza upande mmoja, ni mguu mmoja. Si sana kukuta mtu amepata labda ameshakaa na muda mrefu na ana hali ile ya kugandisha kote kote, anaweza akasababisha miguu yote miwili ikapata hiyo DVT. Lakini mara nyingi kianza naanzia kwenye upande mmoja. Naam, katika maelezo yako Dr. Mohamed, nilikuwa najiuliza hivi kuna tofauti kati ya hii DVT na ganzi, lakini vile ambavyo unaendelea kuzungumza kuna utofauti fulani hapo. Ganzi ni kitu kingine. Inawezekana kwamba na pengine kama kuna dalili yote ya awali ile mbali na hii kuvimba mguu, ama pengine ni hii ni ya kwanza hii kuvimba miguu ni hiyo za mwanzo. Kianza tukuziba, maumivu yanaanza na mguu umevimba. Sema ndo yanaanza kuvimba kidogo kidogo. Kuna wale maumivu yanaanza kidogo kidogo, ila kuna madhara ambayo yatajitokeza baadaye ikiwa mtu amekaa nayo muda mrefu bila matibabu, yatajitokeza.
kama kuonesha ile mishipa kama nini ile umbile la nyoka. Kitaalamu inaitwa varicose vein. Unaona mtu mguu umejaa na mishipa imejitokeza kwenye ngozi kabisa, unaona kama minyoo fulani nyoka hivi imejaa juu. Hii inakuwa ni athari ya kwamba ile damu haina pa kwenda, sasa inatafuta njia za kuchepua. Kama ukiwa na barabara kubwa imezibwa, sasa inatafuta njia za pembeni. Sasa utakuta ile mishipa inafanya kama shape ya nyoka. Na hii sasa ndio inaanza kuwasumbua watu. Miguu yangu naona aibu kufunua na nini, mishipa imejitokeza sana. Lakini kule mwanzo anaweza kanyamaza kimya, akaugulia hivyo hivyo, haendi hospitali, hafanyi chochote. Ila baadaye akiona mishipa inajitokeza sana ndo anaanza kutafuta matibabu. Wakati ile ni athari ambayo ishajitokeza mwishoni. Ilikuwa awahi huku mwanzo tulitibu tatizo mapema sana. Tuifungue ile njia kubwa ili maisha yake yaendelee vizuri. Asisubirie mpaka vichochoro vishafunguliwa, mishipa damu imeanza kujaa mpaka pembeni kwenye ngozi, tena ndo anaanza kutafuta matibabu. Hapa toka kushaanza kuchelewa. Umechelewa sana. Amejichelewesha mwenyewe. Haya, shukrani sana Dr. Mohamed Said kwa maelezo hayo muhimu sana ambayo bila shaka yanaelekea kutushibisha kutushibisha na zaidi kuweza kutupatia mwongozo na mwelekeo namna gani tatizo hili lipo, kuganda kwa damu katika mishipa kama vile ambavyo ameeleza hapa Dr. Mohamed. Lakini tutaendelea baada ya mapumziko mafupi, lakini muhimu zaidi kuweza kutuachia maoni yako katika live chat hapo sehemu ya maoni, na inshallah tutakuja kuyapitia vile ambavyo umeandika, na itakuwa ni sababu pia ama chachu kuendelea kuboresha zaidi vipindi vyetu hivi vya dini ama afya na dini yako, dini na afya. Na bila shaka hiyo ndio afya yetu, maana lazima tufahamu afya yetu ikoje, na yale ambayo tumeelezwa hapa inafaa kuyafanyia kazi. Tuachie maoni yako hapo, na pia tutakuwa na nafasi ya kutupigia simu moja kwa moja katika nambari ambazo napita hapo inshallah, na tutakusikiliza maoni yako, maswali lako, tukiwa naye hapa Dr. Mohamed Said. Tupate istiraha fupi na baada hapo tutaendelea inshallah. Naam, sasa kama tunavyojua tuko naye hapa Dr. Mohamed Said, tukiwa tunazungumzia ugonjwa ama tatizo la kuganda kwa damu katika mishipa, na alhamdulillah maelezo hapo tumeyapata ambayo yanatuashiria namna gani tatizo lipo, lakini pia tutakuja katika kujua madhara yake, lakini pia kuja kujua sasa tiba yake. Je, tatizo hili linatibika ama ni pia kwa namna gani pia kama linatibika? Yote hayo tutakuja kuyafahamu baada ya muda kwa uwezo wa Allah. Lakini pia tunakupa nafasi mtazamaji wetu kutupigia simu katika nambari zetu 0652 52 35 42, 0652 52 35 42 kwa ajili ya kutueleza ama kuuliza swali lako, kutoa maoni yako katika kile ambacho leo hii tunakizungumza. Lakini pia tunakushukuru sana ndugu yetu Rifai, anasema kwamba shukrani sana kwa mafunzo ya afya. Lakini pia shekhi wangu na anasema kwamba tuko pamoja sana akiwa anafuatilia kipindi chetu hiki. Sheikh Tariq, shukrani, jazakallahu khairan. Naam, Dr. Mohamed, tumerudi tena baada ya mapumziko mafupi, na sasa tunakuja sasa kutaka kujua uchunguzi wa tatizo hili ukoje. Naam. Kwa upande wa uchunguzi, maana tayari dalili huwa zinajitosheleza kuonyesha mwelekeo mkubwa kwamba huyu mgonjwa ana tatizo hili la DVT. Ila tunachotaka kufanya ni kuthibitisha zaidi. Je, ni eneo gani? Na je, kweli anacho hichi kibuje cha damu ambacho kimeziba, ambayo damu imeganda katika mishipa yake hii ya ndani. Kwa hiyo tunachokifanya ni kufanya aina ya ultrasound ambayo ni Doppler ultrasound. Itakaguliwa ile mishipa yake ya miguu kuanzia chini mpaka kuonekane sehemu gani palipoziba. Kama ni juu ya goti, chini ya goti, ama sehemu gani. Na ikiwa haikuonekana kwa kutumia hizi ultrasound, na hasa kwa wale wagonjwa ambao wanaganda damu inaziba kwenye maeneo haya ya nyonga, kwa sababu inakuwa ni ngumu ultrasound kuweza kuona maeneo haya. Kwa hiyo kama hawa huwa tunafanya kipimo cha CT scan au MRI kwa kutumia ile dawa ambayo inaingizwa kuonesha vizuri ile mishipa ya damu na wapi damu
imeganda. Kwa hiyo tukishagundua ni kweli, tumeshathibitisha kwamba hapa damu imeganda na dalili hizo nazo, tena hapo tayari tumethibitisha huyu ni mgonjwa wa ugonjwa huu wa DVT. Kwa kinachofuata kinakuwa ni kuanza matibabu. Sasa kwenye matibabu kitu ambacho tunakihofia ni kama vile kuyatambua madhara kabisa kabla hata matibabu. Madhara yake hasa ni nini? Katika madhara, na ndo hofu yetu kubwa ni kwamba ile kutengenezeka kwa ile mishipa ya damu iliyo kamfanya kama shepu ya nyoka, ile ni madhara ya kawaida. Huwa si hatarishi ya kuhatarishia afya yake. Kwa hiyo inaweza kafanywa upasuaji muda wote, si jambo la dharura sana. Ila kipo ambacho ni cha dharura zaidi, ambacho kimetufanya mpaka sisi tutenge muda kuja kulieleza hili, ili wanajamii walijue. Ni kitu kinachoitwa pulmonary embolism. Pulmonary embolism kwa lugha ya kitaalamu hii, tafsiri yake ni kwamba ni kujiachia kwa kile kibuje cha damu ambacho kilikuwa kimeganda kwa mara ya kwanza. Safari ilivyokwenda, kuna muda kimejiachia kwenye ule ukuta. Sasa kinaondoka kutoka kwenye mishipa ya chini ya damu kwenda juu. Sasa safari tutaieleza vizuri. Inaelekea wapi? Maumbile yalivyo ya mwanadamu, ukitoka kwenye moyo, mishipa inayosambaza damu inakuwa ni mikubwa. Kila inapokwenda pembezoni inapungua, njia yake inakuwa nyembamba sana mpaka nafika miguuni, mikononi, sehemu ndogo kabisa kwenye masikio, kwenye nywele, kwenye macho, sehemu zote. Kila inavyokwenda inazidi kuwa membamba. Lakini safari ya kurudi kule inapotoka mwishoni ni kwembamba, na itakapofika kwenye moyo inakuwa ishakuwa mikubwa. Hofu yetu ni kwamba kikijiachia kile kibuje cha damu kitakuwa tayari kiko huru kwenda juu kwenye moyo, kwa sababu hakuna tena wembamba utakao kizuia. Sasa kibaya zaidi kinavyokuja, kitaingia upande wa kulia wa moyo kwenye chemba hizi mbili. Chemba ya chini ya kulia kawaida yake ilikuwa inaichukua hii damu chafu iliyorudishwa ipeleke kwenye mapafu. Si ndivyo tulivyoeleza sasa hivi? Kwa ajili ya kuiondosha hewa chafu ya carbon dioxide. Ukivuta ya oxygen, wataichukua ya oxygen irudishe kwenye moyo tena kwa upande wa kushoto. Alafu upande wa kushoto sambaze mwilini tena. Kwa hiyo mzunguko uko hivyo. Unatuletea damu chafu, moyo unapeleka kwenye mapafu, hewa chafu inatoka, hewa ya oxygen inaingia mpya, inabebwa, inarudishwa tena kwenye moyo. Alafu moyo unaisambaza tena kwenda kwenye viungo. Shida itakuwepo wapi? Ikisharudi sasa kwenye moyo kwa ajili ya kupelekwa kwenye mapafu. Mapafu ni kiungo cha mwisho kwa hapa. Ile mishipa itakuwaje? Itakuwa imetoka kwenye moyo mikubwa, inapokwenda kwenye mapafu inakuwa membamba. Kabla haijaenda kugeuza kurudi tena kwenye moyo. Sasa kinachotokea nini? Kile kibuje cha damu kitaenda kukwama kwenye mapafu. Kikikwama kwenye mapafu, maana yake hakuna damu itakayoweza tena kwenda kwenye yale mapafu. Na hapa inakuja tatizo la hilo, ndo linaitwa pulmonary embolism. Tumeenda kuziba mshipa wa damu unaoenda kwenye mapafu. Damu haitoweza tena kufika kwenye mapafu. Sasa tujiulize tu wenyewe, kama damu haitofika vizuri kwenye mapafu, hii hewa chafu tutaitoaje? Na ile safi inayokuja tutaipataje? Umenifahamu? Kwa hiyo hapo unakuwa huna muda tena. Kama hujawahiwa kidharura ukapata tiba za haraka, maana yake itakuwa mwili wako umekosa hewa safi ya oxygen, na damu ile hewa chafu inajikusanya kwa wingi. Kwa hiyo inakuwa ni condition ambayo inaweza kukupotezea uhai moja kwa moja. Kwa hiyo tatizo hili linakuja pale ambapo mtu atafanya kuzembea, kuchelewa, maana kutafuta ile umekiacha kibuje kimezidi kuwa kikubwa, alafu kikajiachia sasa. Hizo pengine umeenda umekandwa umefanya nini, umekichibua. Kwa fupi kimejiachia kwa njia yoyote, kimejiachia. Umekikasirisha. Kimetoka kwenye ule kuganda kwake, sasa kipo kwenye safari kinakwenda. Kwa hiyo kikiingia kwenye mapafu, hapo tena kwa mtihani, na kwa mtihani. Kwa hiyo hili ndio tunalolihofia zaidi kwenye ugonjwa huu. Kwa sababu mtu anaweza akapotea ghafla. Akapotea ghafla kabisa. Mgonjwa amefanywa upasuaji, amekaa kitandani muda mrefu, kavunjika mguu, kakaa kitandani muda mrefu, au wengine walikuwa wanafungwa nanga kabisa,
Tiba zetu za kizamani kidogo, unafungua nanga, mguu unanyooka. Mtu ana siku 60 yuko hapo, pengine haujaunga vizuri, nanga imemvuta, hana movement yoyote. Kwa hiyo ni rahisi, na hata kwa sababu tayari yeye alikuwa na jeraha, ni rahisi kupata hivi vitu. Kwa hiyo unaweza ukakuta yanaingia mambo mengi ya kijamii haya tunaita Kiswahili. Unaweza kusema mtihani, maana huyu kagongwa tuna bodaboda, kapelekwa hospitali, mzima, ukienda unaongea naye vizuri, mzima kafungwa nanga, kakaa kwa muda, na siku ya pili kafa. Wala alikuwa na matatizo yote, alikuwa ni muhanga ule. Alikuwa anaongea, lakini itakuwa hendo jambo ile tayari wameenda kumalizia huku. Lakini kumbe wala si sababu hiyo. Sababu ni kitu kama hichi, kwamba kimetokezea damu imeganda, kinaenda kinaziba ghafla. Yaani unakuta mtu alikuwa yuko mzima vizuri kabisa, ghafla moja na change, anabadilika, unampoteza, hatimaye anazima kabisa, anapotea. Kwa hiyo muhimu kudhibiti. Hata kwenye tiba taeleza kudhibiti kile damu inayoganda isiendelee kuganda zaidi. Ili ikiendelea kuganda sana, maana yake inaweza kajiachia muda wote, kile kinachozidi kikaanzisha safari ya kwenda kwenye mapafu huko juu. Kwa hiyo, na kwa upande wa tiba tuna tiba zipo aina mbili. Kuna tiba za kutumia tu dawa, ndio, na kuna tiba ambazo zitahusisha baadhi ya hatua fulani za kitaalamu kwa vitendo. Ndio. Kwa hiyo kwa upande wa madawa ni kwamba lengo hasa ya tiba ya ugonjwa huu cha kwanza ni kudhibiti na kuzuia ile shida kwenye mapafu isije kujitokeza. Ndio. Huko miguuni wewe unataka umevimba, sio unakuwa hutushughulishi sana kuliko kikitoka sasa kimeenda kwenye mapafu. Sasa hapo inakuwa ni kutafuta. Inaonekana kupitia vipimo maalum ambazo hapo sasa dawa tunazotoa ni kwa dawa tunatoa kwamba tunaifanya damu iwe na uwezo wa kutokuganda kwa haraka, hiyo nyepesi kidogo, ili kuzuia ile athari ya kuganda kwa damu kwenye ile mshipa isiongezeke. Ndio. Na zipo dawa nyingine kwa wenzetu zaidi, hapa bado hatujaanza kuwa nazo. Ni dawa inayotumika kukiyayusha kile kilichoganda. Kwa hiyo ndo hapa tukasema kuna njia ya kufanya kwa hatua maalum ya kuingizwa vifaa kwa wataalamu ambao wanaitwa interventional radiologist, ambao wanatumia mionzi ama kifaa chochote kuangalia pale tatizo lilipo, na kinaingizwa kifaa kama mpira maalum unakwenda mpaka pale kwenye ile sehemu ambayo damu iliganda. Alafu aidha wataingiza dawa iyayushe kile kibuje, au kama wanakitoa kwa njia ya kivitendo, pia ni njia zao ambazo wao wanazitumia kama njia za upasuaji zaidi. Kwa hiyo namna za matibabu hasa zipo hivyo. Kuna namna ya kutumia madawa na kuna namna ya kutumia kwa vitendo, kwa procedure. Kwa hiyo muhimu kuzuia kile kitu kisijikajiachia kikaenda juu kwenye mapafu, mtu akaondoka. Na ikitokezea pengine watu wamechelewa kidogo, wamechelewa kufika hospitali, na bahati mbaya kikapanda sasa, hakijafika katika mapafu, kikaleta madhara zaidi, lakini kipo katikati sasa hapa, baina ya miguuni kule ambako kinatokea na moyo pengine. Sasa hapa kinawezekana pia kukiyeyusha kwa mwili. Inawezekana. Yaani popote kilipo. Zipo dawa ambazo unaweza kutumia zikaingia kwenye mfumo mzima, japokuwa zinataka uangalizi mkubwa. Kwa sababu hizo dawa zinaifanya damu yenye pesi zaidi. Kwa hiyo kama mgonjwa atakuwa na hali hatarishi ya kuvuja damu popote, au ana matatizo ambayo inaweza damu ikavuja popote, hizi dawa zinakuwa si rahisi kutumika. Kwa mfano kama mgonjwa wetu aliwahi kupata, sababu ya kupata hii ilikuwa alipata stroke ambayo damu ilimwagika kwenye ubongo. So ile ya kuziba kwa mfano. Lakini baadaye tukamgundua amepata na ugonjwa huo kuganda kwa damu miguuni. Huyu anakuwa haruhusiwi kupewa dawa za kuifanya damu nyepesi. Kwa sababu inaweza kayayusha kile ambacho nataka kiyayuke, lakini ikaruhusu na damu kuvuja sehemu nyingine kwenye mishipa ya damu, ambayo ikamletea madhara zaidi. Kwa hiyo ni vitu vyote ambavyo vinataka uangalizi mkubwa wa wataalamu ili kuweza kudhibiti na kuamua hapa tutumie dawa gani, hapa tutumie dawa gani. Kuna wengine wataalamu wanafanya kwa njia ya upasuaji, wanaweka kitu kinachoitwa inferior vena cava filter. Kichujio ambacho kinakuwa chini ya ule mshipa wa damu unaokuja kwenye moyo kutoka huku chini. Lengo ni kukifanya kile kama kitajiachia muda wote, kisifike kwenye moyo kienda kwenye mapafu, kizuia hapa kabla ya moyo. Kwa hiyo anaikiwa kichujio katika mshipa wake wa damu mkubwa unaorudisha damu kutoka chini kuja
juu. Kwa hiyo ile kibuja kikija kitajigonga pale kwenye kichujio, kitaishia hapo. Kitakumbana na kwa hiyo hata dawa zikija na nini zitatibu hapa, hakitoweza kuingia kwenye moyo kikapelekwa kwenye mapafu. Nadhani umenifahamu vizuri sasa hivi. Kwa hiyo hizo zipo njia nyingi ambazo zinatumika kumwepusha mgonjwa asipate ile pulmonary embolism ambayo tumezungumza athari ya kwenye mapafu. Mashaallah. Haya, shukrani sana Dr. Mohamed kwa maelezo hayo, na mtazamaji wetu, muda wetu unatukimbia, lakini kwa dakika hizi ambazo zimebakia, basi inshallah ingependeza sana kama utatupigia simu moja kwa moja katika nambari zetu hapa ambazo tumezitangaza 0652523542 kwa ajili ya kuuliza swali lako, lakini pia kutoa maoni yako katika kile ambacho Dr. Mohamed hapa anakizungumza, ikiwa ni mada kuu kuganda kwa damu katika mishipa ya ndani. Kuganda kwa damu katika mishipa ya ndani, tumepata maelezo ya kutosha hapa, licha kwamba kitu kizuri siku zote hakitoshi, lakini kwa mujibu wa muda basi tutakwenda katika namna hiyo. Tutakuja kupata ushauri hapa, ushauri wa jumla jamala, lakini pia ushauri kwa wale wauguzi, wale wahudumu wa wagonjwa katika maeneo yetu ya makazi majumbani, sababu hospitali huko wanajua wenyewe namna ya kuwadhibiti kwenda nao, lakini pia kwa upande wa majumbani huko sasa kuna tahadhari gani ambayo yule mhudumu ama muuguzi atakiwa kuchukua? Basi inshallah tutakuja kupata hayo, ikiwa ni sehemu ya maoni kabla ya kuhitimisha kipindi chetu. Tunakushukuru sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kuwa nasi, lakini pia tunakukaribisha katika kipindi chetu hiki. Kama utakuwa na maoni yote ama swali lako, basi Dr. Mohamed hapa yupo tayari kwa ajili ya kuweza kusikia ama kusikiliza swali lako na hatimaye kulitolea ufafanuzi kama vile ambavyo imezoeleka. Lakini sasa tupate nasaha ama ushauri Dr. Mohamed, kama tulivyosema hapa kwamba ushauri wa jumla jamala kwa watu wote, lakini pia kwa upande mwingine ni kwa wale ambao wanauguza wagonjwa majumbani. Kwa upande wa nasaha zetu za kitabibu, na tunashukuru hichi kipindi ni kwamba kinajumuisha mambo mawili, upande wa afya na upande wa kiimani, dini zaidi. Kwa vile tuliona hizi viashiria ama visababishi vikubwa na vitu hatarishi ni sana vipo kwa hawa wagonjwa wetu ambao wako majumbani. Na changamoto tunazifahamu wanazokumbana nazo walezi na wauguzi wa wazee wetu hawa au wagonjwa kwa ujumla. Sasa tunacho wanasihi ni kwamba kwanza tusichoke. Huko tushaambiwa wabil walidaini ihsana. Tuchukulie kama ni ibada kabisa. Na umekuja kama wasia, na hapa tunatoa nasaha ni kama wasia. Na kwenye Qur'ani imekuja sasa kabisa mtu ananasihiwa na kupewa wasia. Wa waswaina al-insana. Wasia kabisa. Na wasia unatakiwa kufuatwa, kufanywa kazi. Lazima. Yani wasia huwa huwezi kugeuka wala kuruka. Yani ukishaachwa wasia, sasa kitu kikubwa zaidi ni kwamba wasia huu umetoka kwa mwenye aliyotumiliki. Yeye ndo alitumiliki na ndo anatujua zaidi, na anatuhusia sisi wanadamu. Na wala hawajaambiwa Waislamu peke yao, tumeambiwa wanadamu wote kwamba kuhusu hawa wazazi wetu, kwa sababu lazima wanafikia kwenye eji fulani yale waliokufanyia ya kukulea wewe na kukukuza ukawa mtu katika watu mwenye heshima zako na mambo yako, ni kwa juhudi zao, kwa juhudi za Mwenyezi Mungu, kwa kuwezesha wao wakakuongoza. Kama angelikuachia maana yake usingekuwa hapo kabisa, hatujui hata ungekuwa wapi. Bila shaka sasa unaachiwa wosia kwamba huku mwishoni huku wafanyie ihsani, wafanyie wema. Ni jukumu letu sasa kuwalea hawa wagonjwa, wazazi wetu, walezi wetu, shangazi, manani wote, mami, manani wote, kushakuwa nao na lazima uwalee. Yani lazima, ni jukumu lako kabisa. Sasa kwa upande wa matibabu, tukishakuwa na hawa wagonjwa tusichoke. Kuna vitu lazima wafanyiwe katika hizi huduma, ndo tunawashauri mambo ya kumgeuza upande wa huku, mgonjwa upande wa huku,
kuweza kumfanyisha mazoezi kidogo. Awe naye kama ni mtu ambaye ametoka anatembea. Anajifahamu, hawezi kutembea, mtu atolewe, asieko chumbani tu giza masaa yote. Anaweza katolewa akaekwa barazani, sehemu ambayo anapata hewa nje, mwangaza wa nje, naye anakuwa anajihisi bado ana ile thamani ya kuwepo duniani. Tusiwaache ndani, ikawa kazi yetu sisi ni kuja kuangalia mdomo tu, kwa sababu wauguzi wengi inakuwa ni kwenda kwenye mdomo. Kala hajala leo, maji kapewa hajapewa, tumeishia hapa mdomoni tu. Huku kwengine kafunikwa mashuka na nini, watu hawakagui bwana, wengine wanaangalia mdomo tu. Mwingine yeye atakuja kwenye Pampers, katoa akamaliza, ameondoka zake. Hii kuna mambo ya kumjali, misuli inatakiwa ichangamshwe kidogo, kandwe, akunjwe miguu, ikunjuliwe. Na pia mnavyohisi kama kuna vitu viko kinyume na hali yake, basi msisite kupata ushauri wa matabibu, wa madaktari, ili iweze kusaidia. Changamoto nyingine ambayo wanapata ni kwamba safari sasa ya yule mgonjwa kutoka nyumbani kwenda hospitali mara nyingi zinakuwa nzito, na ni kweli zinakuwa nzito. Lakini kama mazingira yanaruhusu, basi msogezeni kwa ajili ya uchunguzi na vitu vingine, mtapata ushauri zaidi kwa mujibu wa hali yake. Haiwezekani, basi tafuteni sehemu daktari ambaye mnaweza mkaongea naye vizuri, akaweza kuja kumhudumia, wakamuona au wakakupeni ushauri pale mgonjwa alivyo. Isiwe wagonjwa wana kufungiwa tu basi, kwa sababu tulichokiona mara nyingi hawa ndo wanaozipata changamoto hizi. Wengine huwa wanapata, si wengi sana. Inatokezea vijana tuazima maisha yanaenda, lakini wale wagonjwa ambao wametuama, kwa sababu damu zao pia zinakuwa zimetuama. Sasa hawa ndo wapo kwenye hali hatarishi. Unaweza kumpoteza, kumbe kitu kwa kishaganda kimeziba, alafu kinaachia kinaenda mpaka kwenye mapafu, mgonjwa anapotea. Kwa hiyo kwa ufupi, nasaha za ujumla hasa na wagonjwa hata wasivalishwe zile nguo zinazobana hapa kati, nguo ambazo zina tight sana maeneo haya, kwa sababu tole mzunguko wenyewe utakuwa mgumu. Kuna vitu vya kuwavalisha kama soksi maalum za matatizo kama haya ambazo zinabana, zinaifanya ile njia mshipa damu yenye mbamba sana, ili iruhusu damu kurudi kwa spidi kubwa. Kwa hiyo vipo vitu vya kufanya angalau na wao wakaishi maisha yao yaliyobakia, wakajiona bado wana thamani kwenye dunia. Na ile maisha yao yaliyobakia, hata kama mtu amepata kiharusi na vitu vingine, angalau yakawa mengine watu wanamjali na hatopata madhara zaidi na zaidi. Isiyo yeye ndo kwamba ndo kwenye fungu linaongezwa, yani kushakuwa kuna fungu la hili akaongezwa na maradhi yote na mengine yanapokika. Shukran sana Dr. Mohamed, tulitamani sana kuendelea kupata taaluma zaidi, lakini kutokana na muda wetu basi tuseme kwamba tuishie hapo. Inshallah tunaamini kwamba siku nyingine na nyingine zaidi tutakuja kuzungumza magonjwa mengine, sababu tupo duniani na magonjwa yapo mengi sana kabisa. Kwa tutakuja kuzungumza zaidi inshallah. Tunashukuru sana, jazakallahu khairan. Lakini pia mtazamaji wetu, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwa muda huu ambao tumetumia, ikiwa ni pamoja na ndugu yetu ambaye anasema kwamba tuko pamoja, ni anasema kwamba asante sana dokta kwa taaluma. Anaitwa Ada Samira kutoka maeneo ya Tunguu, ni jirani kabisa na sisi hapa. Bila shaka tunakushukuru sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kufuatilia kipindi chetu hiki, lakini pia na vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa Istiqama Swahili TV. Basi sisi hapa hatuna ziada ghairi ya kukushukuru kwa mara nyingine tena. Tunakutakia mtazamaji mwema kabisa vipindi ambavyo vitaendelea hapa Istiqama Swahili TV, lakini pia usisahau kusubscribe, lakini pia kulike, alikadhalika kushare kwa wengine kwa ajili ya kuweza kueneza taaluma hii dini ya Kiislamu, lakini pia kueneza taaluma hii ya afya kama ambavyo tunapata kupitia channel yetu hii Istiqama Swahili TV. Naitwa Said bin Musa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.